na mtazamaji na msikilizaji mpendwa wa Kleri kwa wingi wao. Bila shaka baadaye tukipata idadi yao tutakujulisha pia, lakini sasa maandamano ya maaskofu wakitanguliwa na mamonsiniori wawili. Yupo Monsinyori Novatus Mrigwa, mlezi wa seminari kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga Segerea, lakini pia gambera wa seminari kuu ya Kahama nao na Padre Joseph Makunde ambaye ni katibu mkuu wa MESEA, katibu mkuu wa TC Padre Dr. Charles Kitima. Wakati huu Padre Joseph Dr. Matumaini atazungumza. Ndugu watazamaji na wasikilizaji wa vyombo vya kanisa, sasa ndio tupo katika hali ya ibada na karibia kuanza. Maaskofu hapo ndio wanaingia sasa hivi kubusu altare na kuonyesha sehemu zao za kukaa. Maaskofu wako wengi sana. Mapadri ndio wamemalizika sasa hivi katika kubusu altare. Maana yake ni kwamba ni kuweka wakfu, kwa sababu altare ni wakfu, yani ni Kristo mwenyewe ambaye amekufa na kufufuka katika wafu, na kwamba katika ibada hii ni kwamba tunabusu altare kwa sababu ni Kristo mwenyewe ndio anatolea hiyo sadaka. Padri anakuwa anachukua tu nafasi, ni alter Christus, ni Kristo mwingine. Kwa hivyo kwa sasa maaskofu bado wanaendelea kubusu altare, na ibada hii itaongozwa na askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam Mwashamsana Yuda Tadei Ruwaichi, wakiwa pamoja na makardinali, kukiwa pia na nuncio balozi wa Baba Mtakatifu hapa Tanzania. Hivyo bado dakika chache tu watamalizika kubusu altare na ibada itaendelea kama kawaida. Hivyo na walika wote tushirikiane katika kumwombea mwadhama kardinali. Wale ambao wakupata bahati ya kufika hapa, basi kutumia hivi vyombo vya kanisa ili waweze kushiriki katika kumwombea mwadhama hayati mwadhama Kardinali Pengo. Karibuni sana.
Sasa hivi askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam ameshabusu altare na sasa ataanza kufukuzia altare ili kuonyesha umuhimu wa sala yetu iweze kupata kibali machoni pa Mwenyezi, na baada ya kufukuzia ubani ataanza ibada ya misa takatifu.